Urusi imeeleza mshangao mkubwa kufuatia kauli za utawala wa rais wa Marekani Donald Trump za kutishia kuichukua Greenland, ikisema hatua hiyo ni ya ajabu na inakiuka misingi ya sheria za kimataifa. Kremlin imesema itaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa swala hilo nyeti. Akizungumza siku ya Ijumaa, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema hali hiyo si ya kawaida kabisa katika uhusiano wa kimataifa. Kwa mujibu wa Peskov, kauli za Trump zinaonyesha kupuuzwa kwa sheria za kimataifa, jambo linalotia wasiwasi mkubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Ni hali isiyo ya kawaida na hata ningesema ni ya kushangaza sana kwa mtazamo wa sheria za kimataifa, Peskov alinukuliwa na shirika la habari la serikali ya Urusi RIA Novosti. Rais Trump amekuwa akisisitiza wazo la kuipata Greenland, eneo linalojitawala chini ya Denmark, akidai kuwa Marekani inahitaji kwa ajili ya usalama wake wa taifa. Kauli hizo zimekuja baada ya operesheni ya kijeshi ya kushtukiza iliyofanyika Januari 3, ambapo rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliondolewa madarakani kwa msaada wa Marekani. Trump amedai kuwa Marekani pekee ndiyo ina uwezo wa kukabiliana na kile inachokitaja kuwa ni vitisho vinavyotokana na Urusi na China dhidi ya Greenland, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika ukanda wa Arctic. Peskov aliongeza kuwa Trump mwenyewe amewahi kusema wazi kuwa sheria za kimataifa si kipaumbele kwake, jambo linaloashiria mwelekeo mpya na hatari katika siasa za dunia. Alisema Urusi pamoja na mataifa mengine itaendelea kufuatilia kwa makini kuona hali hiyo itaishia wapi. Kauli za Urusi zimekuja muda mfupi baada ya kufanyika kwa mazungumzo muhimu kati ya Marekani, Denmark na Greenland kuhusu mustakabali wa kisiwa hicho. Mazungumzo hayo yaliyofanyika katika ikulu ya White House yalielezwa na waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Lars Løkke Rasmussen, kuwa yalikuwa ya wazi lakini yenye kujenga, ingawa hayakufanikisha makubaliano moja kwa moja. Hata hivyo, pande zote zilikubaliana kuendelea na majadiliano kupitia kikundi maalum cha ngazi ya juu. Katika mahojiano ya hivi karibuni na gazeti la New York Times, Trump alinukuliwa akisema kuwa hahitaji sheria za kimataifa na kwamba ni maadili yake binafsi pamoja na uamuzi wake mwenyewe ndiyo yanayoweza kumzuia kuchukua hatua. Wakati mvutano wa kisiasa ukiendelea, mataifa kadhaa wanachama wa NATO yameanza kuimarisha uwepo wa kijeshi Greenland kupitia mazoezi ya pamoja ya kijeshi. Denmark, Ujerumani, Ufaransa, Sweden na Norway zimethibitisha kushiriki katika mazoezi hayo yanayojulikana kama Operation Arctic Endurance. Mapema wiki hii, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi, Maria Zakharova, alikosoa vikali madai ya Magharibi kwamba Urusi na China ni tishio kwa Greenland, akizituhumu nchi za Magharibi kwa kutumia viwango vya upendeleo na sera za double standards. Huku mvutano wa kimataifa ukiendelea kuongezeka katika eneo la Arctic, dunia inaendelea kutazama kwa makini hatua zitakazofuata za Marekani na majibu ya mataifa makubwa kama Urusi pamoja na China. Urusi imeamua kuingilia kati sakata hili la Marekani la kusema kwamba linaitaka Greenland kwa ajili ya usalama wake. Hivyo Urusi kupitia ikulu yake ya Kremlin imeweza kutoa taarifa na kushangazwa na kauli za rais wa Marekani Donald Trump. Salia nasi muda wote mtazamaji, ili uweze kufahamu kinachojiri dhidi ya mzozo huu wa kisiwa cha Greenland.